zungumza jana, ukitoa ajira kwa mzawa unaleta matokeo makubwa kwa sababu ya kipato kwenye familia, lakini pia anakuwa ni mtu ambaye anajisikia ni sehemu ya nini, ya mradi ambao umekuwa upo. Kwa mwisho wa siku wanakuwa ndio walinzi wakubwa kabisa wa miradi ambayo inakuwa inaendelea. Lakini pia niseme kwa dhati ya moyo wangu kabisa, nitoe shukrani kubwa sana kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametoa jicho lake kwa jimbo letu la Kigamboni. Muona sehemu nyingi sana kumefumuliwa, miradi ya maendeleo ya barabara inafanyika, na lakini pia tumeona infrastructure za umeme zinaimarishwa. Hii yote ni kwa sababu ya utashi wake, lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imekuwa imeainisha haya yote yaweze kutekelezwa kwa maslahi mapana ya wana Kigamboni. Mimi niwapongeze sana na niwaombe tu kwamba bado Kigamboni tunahitaji miundombinu barabara. Miundombinu barabara ndo miundombinu wezeshi katika kuendesha uchumi wetu, lakini pia miundombinu ya umeme bado ni miundombinu pia nayo niwezeshi katika kuendesha uchumi wetu. Kwa niaba ya wananchi wa Kigamboni ni shukuru sana serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anatufanyia sisi wana Kigamboni. Lakini nitoe tu rai kwa wananchi kuendelea kuipenda serikali yetu kwa dhati ya moyo kwa haya ambayo yanafanyika, lakini tuendelee kuyasemea haya ambayo yamefanyika katika ubora wake. Lakini zaidi sana tumuombee rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amlinde, amepushe na dhakma, lakini pia ampe afya njema na maisha marefu ili aendelee kuwatumikia Watanzania. Niwashukuru sana ndugu zangu viongozi wa TARURA na TANROADS na wakandarasi washauri. Umeona kwamba hapa tumekaa wanaume lakini mama yuko peke yake. Kwa mimi nakupongeza sana mama kwa kuwa engineer, lakini pia kwa kusimamia miradi ya serikali yetu. Zaidi sana kama nilivyoomba, ndugu zangu nyewe wataalamu, mnapopita kwenye miradi kama hii hakikisheni miradi haiwasumbui wakazi. Kama ambavyo tumeona pale huyu mkandarasi amefunga tu kwa sababu ya mradi wake, lakini impact ya kufunga vile ni kubwa sana kwa sababu wananchi wanashindwa kupita, wateja wanashindwa kuja kwenye maduka, lakini mwisho wa siku tutataka kumdai kodi huyu mwenye duka, bwana tulipe kodi, anasema mimi sina wateja. Kwa hiyo unaona pia bado kuna changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tuwashauri wakandarasi wanapokuwa nafanya miradi wahakikishe hawasumbui ile miundombinu ya iliyokuwepo, kwa maana kuwawezesha watu waweze kupita. Lakini nimshukuru mkandarasi, amechukua hatua leo, amesema atafungua pale, atalepa hapo vizuri kabisa ili kuhakikisha kwamba watu wanafanya nini, wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Mimi niseme nashukuru sana na nakupongeza kwa kuchukua hivyo, lakini pia mimi mwenyewe nitapita saa 10 kuja kuhakikisha kwamba hatua zilizozungumza zimefanyika. Mimi bwana, mimi naishi kwa